hiki Biblia inatuambia tunajinyima kwa ajili ya kusaidia wengine. Kila ambacho tunajinyima tuwasaidie wale wahitaji. Kama tunavyojua kipindi cha Kwaresima tunasaidia wahitaji, yale mambo muhimu yanayotakiwa, sala na kusaidia wahitaji. Naona hilo nitimiza kipindi hiki cha Kwaresima. Asanteni sana na Mungu awabariki na awajalie afya njema na aweze kuongeza pale ambapo mmetoa. Tunaomba mtufikishie ujumbe wetu na salamu zetu na shukurani zetu kwa wale wote waliowatuma kuja, ndugu Simon, mkurugenzi, mbunge, Mheshimiwa Waitara, wote kuwa tunashukuru sana. Tunawakaribisha, sisi tupo, tunawakaribisha wageni wote muda wote. Karibuni sana tuweze kuwasaidia vijana wetu katika kujitegemea na katika kuendesha maisha yao ya baadaye. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na kimsingi tumekuja hapa kwa ajili ya mdau wetu wa maendeleo ya kijamii kuangalia ni namna gani katika mwezi huu wa Ramadhani na Kwaresima jinsi vijana hawa au wanafunzi hawa nao wapate chochote. Lakini kubwa zaidi, kutoa ni moyo. Yaani unaweza ukawa na vitu lakini usiwe na moyo wa kufanya nini? Hilo sister liko hivyo. Kwa mtu anapoamua kutoa sehemu ya kitu chake kwa ajili ya jamii, Mungu ataendelea kumbariki. Na mimi niwaombe mdau yoyote wa maendeleo akiwiwa kutoa katika kituo hiki aje kutoa. Mmesikia sister ametuambia asilimia kubwa, yani asilimia 98 chuo ndio kinalipa ada ya hao wanafunzi. Kwa wana mazingira ambayo kwa kweli kinastahili pongezi na wanastahili kusaidiwa. Sisi kama wadau wa maendeleo tutasema, mimi ni katibu wa siasa na uenezi Chama cha Mapinduzi wilaya Tarime. Kwa mimi nitashiriki kusema na nitashiriki kutafuta wadau ili waweze kutusaidia katika mahitaji ya mapungufu tulionayo. Lakini ndugu Simeon Kresi Samuel ni diwani mstaafu, ni mwenyekiti mstaafu wa halmashauri ya Tarime DC. Ni mtu ambaye amewiwa kuwa pamoja na nyie na kushiriki matukio haya. Kwa sisi tunamshukuru kwa sehemu aliyogusa na kutoa sehemu ya fedha yake. Ingekuwa ni mtu mwingine, si angesema apeleke nyumbani kwake na familia yake, au apeleke kwenye ukoo, lakini ameona sehemu hii ni sehemu muhimu sana. Mungu aendelee kumbariki. Na nyie wenyewe ni mashahidi. Kuna miradi mingi ambayo mama huyu ameifanya ya kimkakati. Lakini kwa kuwa sisi tupo hapa kwa ajili ya kumsemea na yeye, na taarifa hii ataiona kwenye vyombo, na nina imani atakapoiona, Daktari Samia ni mama mnyenyekevu, ni mama anayejali, nafikiri atafanya jambo. Mimi kama katibu mwenezi kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi naomba mama atakapoona hii taarifa na viongozi wengine waje tushirikiane kufanya jambo katika kituo hiki. Ni vituo vichache vinavyoweza kutoa fedha kwa ajili ya kusomesha watoto bure, lakini pia na kuwapa mtaji wanapotoka hapa. Mimi naitwa John Muhabazi Marwa, ni mwakilishi wa mdau wetu wa maendeleo ambaye ni Simeon Kresi. Nilikuwa diwani mstaafu wa kata ya Nyakonga, lakini pia ni mwenyekiti wa halmashauri mstaafu wa Tarime DC. Wakati nakuja huku akaniambia wamekaa pamoja na mheshimiwa mbunge Mwita Otara, pamoja na mheshimiwa DC Uore, pamoja na mkuu wetu wa mkoa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia. Akasema kwamba ni vizuri wakati huo wanasherekea kule siku ya sikukuu Kwaresima, lakini na nyie siku hiyo msherekee hapa, angarao na nyie mjisikie vizuri kwamba mko Tanzania. Sisi tumekuwa sehemu ya wakilishi wake,
mjisikie vizuri, na kuna siku nadhani anaweza akafika na yeye hapa mkamuona. Sawa? Ndio. Kwa hiyo sisi tumekuja na mchele, tumekuja na sukari, tumekuja na ngano, sabuni na maharage. Tumekuja na hizi taulo kwa ajili ya mabinti zetu kwa ajili ya kujistiri. Unajua? Kwa hiyo tumeona tuje kwa kipindi hichi tuwe na nyie mjisikie vizuri wakati na sisi tunasherehekea huko hichi kipindi cha sikukuu, na nyie muwe sehemu ya kujisikia faraja, si ndio? Kwa kweli tunaomba sana, endapo kuna mtu mwingine anaweza akawiwa kwa jambo kama hili, awafikie na nyie kama alivyojifikiria Mheshimiwa K akawafikia, na mwingine akijitokeza itapendeza zaidi na zaidi na zaidi, si ndio? Ya maana tunajua mna mahitaji mengi yametajwa hapa, lakini tunajua ikiwemo hata mipira ya michezo huenda mkawa nayo kwa uchache ikahitajika. Kwa hiyo tunapenda endapo atajitokeza mtu mwingine atakaribishwa, kwa kuwa tuna viongozi wetu wazuri sana ambao hawazuii kwa mtu yeyote anayejitokeza kusaidia kama hapa. Tumepewa ushirikiano mzuri hadi na ofisi ya mkuu wa wilaya. Simeon Grace Samuel ni mdau wa maendeleo. Licha ya kuwa mdau wa maendeleo, ni mtu ambaye huaga anapenda kushiriki kwenye mambo ya ustawi wa jamii yetu. Ndio ametufanikisha leo sisi kufika hapa Masanga kwa ajili ya kuwapa kicheko nyinyi. Kwa tumefika na vitu vichache ambavyo tumevileta kwenu kuhakikisha kwamba kipindi hichi cha Kwaresma na mfungo wa Ramadhani tuhakikishe kwamba wale wengine wanachokipata huko na sisi tuliopo hapa kituoni Masanga tunapata, na tunaona kabisa kwamba hakuna kitu tulichopungukiwa. Sawa jamani? Kwa hiyo kuna vitu vichache ambavyo tumewaletea kuhakikisha kwamba na nyinyi tunakuwa sawa pamoja na sisi watu ambao tuko nje huko. Sawa?